السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزا الله خيرا إمام الخطاب وخطبة yake قيمة، الله سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناته. La pili, mihadhara wiki hii inaendelea kama kawaida katika baadhi ya misikiti iliyopo ndani ya jiji hili Dar es Salaam. Msikiti wa kwanza ni Masjidi Walidaini Majoe. Msikiti wa pili Masjidi Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu Bomba Mbili kwa Msinda, mama wake Abdulaziz Sinda. Msikiti wa tatu Masjidi Khadija Temeke Mikoroshoni, Masjidi Khadija Imam Yasir. Msikiti wa nne Masjidi Hudaybiyah, Masjidi Hudaybiyah uliopo Yombo Temeke. Na msikiti wa tano Masjid Ibn Baz rahimahullahu ta'ala uliopo Kimara. Na msikiti wa sita ni Masjid Haqa Kitunda, Masjid Haqa Kitunda. Tunaomba waumini wa maeneo hayo tuwe ushirikiano kwa mashaikhi hao watakaokuja katika mihadhara siku ya Jumapili, na ushirikiano mkubwa ni kuhudhuria katika mihadhara hiyo, kila mmoja katika maeneo yake. Na wakati wote tunakumbusha kwamba tunafanya hivi, kwanza ni katika masala ya nashru da'wa, za da'wa ila Allah tabaraka wa taala. Pili, vile vile ni katika kutiana nguvu katika misikiti, kwa sababu si wote wanaweza wakatoka kaenda katika misikiti kuja hapa au maeneo mengine au irshadi au wapi. Basi imeonekana kwamba tuwapelekee huduma huko walipo, kwa mashehe watoke hapa waelekee katika misikiti hiyo kwa ajili ya da'wa ila Allah tabaraka wa taala, na hivyo hivyo kwa ajili ya faida, watu waweza kufaidika katika maeneo yao, maeneo yaliyo karibu na familia zao. Sasa inawapasa watu watoke na watu wao, familia zao, ili waende wakasikilize na kufaidika. Haiwezekani kwa mtu yuko mtaa wa pili anawaacha watoto zake miaka 13, 14, anakuja yeye peke yake. La, yeye aje pamoja na watoto wake ili kwa ajili ya kufaidika na kuwalea vijana katika manhaji ya salafu salih. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la